Karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo kanda ya kaskazini, kusini, magharibi pamoja na mashariki, tuyaangazie michezo. Hapa ni Kariakoo Media, sehemu ambako utakapoweza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nami na kusogezea taarifa ambazo zimeweza kutufikia hivi punde. Kumbuka leo ni March tarehe 8 ya mwaka 2025 ambako kulikuwa tunakwenda kushuhudia dabi namba 4 kwa ubora barani Afrika, nikiwa na maanisha ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Lihali japo hapo jana kulikuwa na taarifa mbalimbali zilizokuwa zikiendelea kuhusiana na mchezo huo ambao wekundu wa Msimbazi Simba walipaswa kwenda kufanya mazoezi katika viunga vya Benjamin William Mkapa. Hali ikawa sivyo ndivyo kwa wekundu wa Msimbazi Simba, badala ya kuzuiliwa kuto kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin William Mkapa, na baadaye mnyama akaandika taarifa kuelekea kwenye bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara, nikiwa na maanisha ya TFF na bodi ya ligi ya NBC Premier League, na kuandikia na kuzungumza kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu ngeni. Kwa mujibu wa kanuni namba 17 na ibara 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuhusu mazoezi yatakayofanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo, pamoja na kamishna wa mchezo kuhusika kufika. Mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupambana kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu ya kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatiwa ukiukwaji huo wa taratibu za michezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hilo. Imetolewa na management ya klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi. Hii ilikuwa ni taarifa ambayo wekundu wa Msimbazi Simba waliiandika hapo jana kuelekea katika mchezo wao wa hii leo dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans. Bodi ya ligi mida si mirefu wakatoa na wenyewe pia taarifa ya kuahirisha kwa mchezo. Ninakusomea kama ilivyoandikwa taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania Premier League Board, kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipopitia shauri ya klabu ya soka ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kunako majira ya saa 1:15 saa za Afrika Mashariki na Kati. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandika barua ya bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutokushiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni namba 17 ibara 45 ya ligi kuu husika taratibu za michezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliangazia maofisa wake wote wa mchezo walioshuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea
kutumia haki hiyo iliainishwa kwenye kanuni namba 17 ibara 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu ya mwenyeji wala mamlaka ya uwanja husika kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuizuia basi la wekundu wa Msimbazi Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya ibara ya 17 na kipengele namba 45 ya ligi kuu husika kwa taratibu ya mchezo. Kwa sababu pia bodi ilitoa taarifa ya usalama wa mchezo ambao imeainishwa matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo huo ambao ulikuwa umetajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni namba 34 kipengele cha kwanza 1 mpaka namba 3 ya ligi kuu husika kuahirishwa kwa mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zinazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu ya Tanzania Premier League, Machi 8, 2025. Hivi ndivyo ambavyo imekuwa na taarifa ambayo imeweza kutufikia hivi punde kwenye studio zetu za Kariakoo Media zilizopo hapa Sinza madukani. Nasi endelea kutufuatilia ili wa kwanza kupata updates mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, ni muda wako muhimu wa kufanya hivyo ili wa kwanza kupata updates zote zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Here we go, Kariakoo Media.